Unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Nimeona Trump anadai bilioni $1. Anataka bilioni $1 alipwe na BBC. Wamlipe kwa kumchafua BBC. Bilioni $1 kwa ile kashfa ilitokea. Kama viongozi duniani, kila kiongozi atakuwa anadai kwa kila kitu, nadhani vyombo vya habari vyote duniani vinafungwa. Vyote vinafungwa kwa sababu Trump anasema kwanza ametoa saa 24 kwa ile makala ya Panorama ifutwe haraka, jambo ambalo linaweza likatekelezwa, lakini kwenye malipo nadhani hapo itabidi wanasheria wake wasimame kweli kweli. Bilioni $1 si ndogo. Bilioni $1, licha ya kuwa Trump ni bilionea, lakini hata yeye anafahamu ukubwa wa hiyo pesa, na hili swala la kisheria huenda lika BBC huwezi kusema kuwa wanaweza wakakurupuka kusema kuwa tunakubali kwa sababu tunajua matokeo yake yako wapi. Mfano, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuja Rwanda mwaka juzi, kama nakumbuka mwaka juzi alikuja Rwanda. Alivyokuja Rwanda akaomba radhi kwa kilichotokea kwenye genocide ya 1994. Unajua Rwanda mwaka 94 iliingia kwenye mzozo wa pamoja, Rwanda pamoja na Burundi, baada ya marais wawili kuuawa, Ndadaye na mwenzake. Nadhani ilikuwa Habyarimana au nani, wakati huo waliuawa wakitoka kwenye suluhu Dar es Salaam. Ilikuwa mwaka 94 ya Habyarimana na mwenzake, huyo rais wa mwisho Mobutu kwenye ardhi ya Rwanda. Ndio baada ya kifo chake bwana Habyarimana kukazuka ile genocide ya Rwanda ambayo ilihusisha kabila mbili, Wahutu na Watusi. Wakauana, wakachinjana wakati huo. Sasa Rwanda wakati huo alikuwepo katika nchi zote mbili. Hasa Rwanda malalamiko mengi yakaja kuwa mkoloni alifahamu nini kitatokea. Unajua kwa Rwanda Wahutu ni wengi kuzidi Watusi. Watusi wako chini ya 15%, lakini Watusi ndio wana control serikali hivi sasa, na Wahutu wengi wako. Wakati huo serikali ilikuwa ya Wahutu. Sasa ikatajwa kuwa kama Rwanda ilifahamu nini kitaendelea, kwa hiyo kulikuwa kuna matishio ya uvunjifu mkubwa wa amani, lakini Rwanda haikuchukua hatua ambapo ilipaswa ichukue hatua kwa serikali ambayo ilikuwa ikisupport ya Wahutu. Sasa Macron alivyokuja hapa Rwanda akaomba radhi kwa niaba ya Rwanda kwa kile kilichotokea. Akakwepa kukiri kuwa Rwanda ilihusika. Alikwepa kwa sababu gani? Fidia. Kama angekiri kuwa Rwanda ilihusika, watu wangefungua mashtaka ya fidia. Ukiangalia dai la Trump na kujiuzulu kwa Davis, mkurugenzi wa BBC,
bado kimwangalia kama mmoja wa viongozi wa BBC Samir nadhani alivyozungumza, alisema alikuwa ni mwenyekiti wa BBC Samir Shah. Yani Samir Shah alisema kuwa alikiri kuwa kile kipande kilikuwa na upotoshaji na akaomba msamaha, lakini mwisho alikataa kukiri kuwa mtangazaji ana upendeleo wa kitaasisi. Akikiri hilo, hao wanakwenda. So BBC sio kuwa unajua BBC ni shirika kubwa ambalo Waingereza karibu wote, yani kila kodi inayoguswa kwa Muingereza kuna kodi inakwenda kwa ajili ya uendeshaji wa shirika hili la British wote. Kwa hiyo ni shirika kubwa ambalo liko chini ya ufadhili wa serikali ya Uingereza. Linaongozwa na watu ambao wanajua wenyewe. Lakini si rahisi kwa shirika kubwa kama hili eti kukosa wanasheria kabla ya maamuzi ya kujiuzulu kwa wakuu wake na kufahamu madhara yanayokuja kutokea mbele. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa wanaweza kuwa wamekiri, lakini wakawa wameweka mtego katika kukiri kwao. Lakini naposema kuwa kama kila kiongozi duniani atashutumu vyombo vya habari kwa kusema kuwa huyu kaniandika hivi, alilipe hivi, huyo, unajua kila kitu kinakwenda kuwa ni tafsiri kuwa mwingine anapenda kusifiwa, mwingine hapendi kukosolewa. Tumchukulie Trump mwenyewe. Trump hataki habari zinazoandikwa na The New York Times. Trump halitaki jarida la The Wall Street Journal. Hawataki ABC News. Trump alikata ufadhili kwa mashirika ya habari ambayo ilikuwa yanapokea ufadhili wa serikali, NPR na PBS. Lakini Trump aliamuru waondolewe wanahabari wa AP kutoka Ikulu. Unajua AP ndio naweza nikasema main source ya habari duniani. AP pamoja na Reuters, hivi ni vyombo vya habari vikubwa zaidi duniani. Unaweza ukaona labda Al Jazeera, unaweza ukaona BBC, DW. Hivi ni vyombo ambavyo ukiangalia taarifa zao nyingi watakwambia wakiwanukuu AP News, wakiwanukuu Reuters. Yani maana yake kuwa Reuters na AP wako chini kabisa. Yani kama utendaji basi uko chini sana. Yani mfano wake iko hivi. Pale Kongo kuna serikali ya Kongo ambayo ina nguvu. Halafu kuna kitu kinaitwa kanisa Katoliki ndani ya Kongo. Lina nguvu zaidi ya serikali. Kwa nini lina nguvu zaidi ya serikali? Kwa sababu kwa Kongo kanisa Katoliki pekee ndio limefika kila kona ya nchi. Yani kuna sehemu ambako serikali haiexist kabisa. Yani kuna sehemu ambako kuwa serikali ya Kongo haiwasili, haifiki, haifanyi nini, lakini kanisa Katoliki lipo. Kanisa Katoliki lipo kwenye maeneo ambayo yanatawaliwa na serikali, lipo kwenye maeneo ambayo yanashikiliwa na waasi, lipo kwenye maeneo yote ya nchi. Yani wao wamejikita mpaka kwa balozi wa serikali za mitaa ana connection na kanisa Katoliki kwa Kongo. Sasa unapozungumza AP News na unapozungumza Reuters ni mfano wa kanisa Katoliki Kongo. Kuwa kuna serikali inaishia wilayani, huku haufiki, wewe haupo, sisi ndio sisi ndio tutakuwakilisha kupitia huku tukuletee hiki cha huku. So AP News na Reuters ndio mfano huo kuwa wao wako chini sana. Yani kuwa ni vyombo vya habari ambavyo vimegusa maeneo mengi duniani, AP News na Reuters. Sasa Trump kawafukuza AP kuripoti kutokea Ikulu. Hataki kuwaona. Ndio maana mimi huwa ninapozungumza kuhusu nchi zetu za Kiafrika kuwa hiki kitu ambacho walituletea kwa nadharia kuwa tunawaletea demokrasia, na Waafrika tunaimba sana demokrasia bila kuelewa waliotuletea demokrasia kwao ikoje, wanaitekelezaaje, wanaweza kuitimiza kwa kiwango gani, wana uvumilivu kiasi gani, au vile wametukopia kila kitu wakaja wakapesti kwetu na sisi tunatakiwa tutekeleze 100%. Niliwahi kulizungumza kwenye mgogoro wa Kenya. Nikasema shida ya Kenya
ile demokrasia ya magharibi wanayoimba, wao wanataka waifanye kwa vitendo, hali ya kuwa magharibi hawaiwezi. Yani wao walioleta demokrasia Kenya hawaiwezi wa magharibi kucheza na ile demokrasia, lakini wa Kenya raia wa kawaida, kwa sababu wamelishwa, wanaamini kuwa ile demokrasia iliyoandikwa kwenye makaratasi ya wazungu ambayo wao hawawezi kuifanya, wao pia wanaweza wakaitekeleza kwa 100%. Matokeo yake mnaleta vurugu. Demokrasia, hakuna nchi duniani iliendelea kwa kupitia demokrasia. Niliwahi kuwapa mfano nikawaambia, ukileta mfano wa demokrasia na nchi kuendelea kwa mfano wa demokrasia, utaiweka ni Korea Kusini pekee. Hata sio Marekani wala wapi, Korea Kusini pekee. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu Korea Kusini ilikuwa chini ya Marekani, kwa hiyo iliachiwa bila chokochoko. Ndio maana Korea Kusini ni kijieneo kidogo sana. Korea Kusini ukileta kwa Tanzania inaingia mara 9+. Kiukubwa wa eneo inaingia mara 9+. Lakini Korea Kusini ni katika nchi zenye uchumi mkubwa duniani katika Rahby Digital, haki na ukweli.